Majina yangu ni Paulo Bendela, askofu mkuu wa makanisa ya Ufunuo Tanzania, na ni makamu mwenyekiti wa kamati ya amani katika mkoa wetu wa Dar es Salaam. Ningependa nisome mstari huu wa kwanza katika kitabu cha Tito sura ya 3. Tito sura ya 3 mstari wa kwanza. Wakumbushe watu kunyenyekea kwa wenye uwezo na kutii na kuwa tayari kwa kila kazi njema. Wasimtukane mtu yeyote, wasiwe wagomvi, wawe wema, wakionyesha upole wote kwa watu wote. Ndugu zangu wapendwa, nachukua nafasi hii kwanza kupongeza hotuba ya Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa neema ya Mungu na kwa kazi aliyoifanya hapa juzi akiwa bungeni Dodoma, alipokuwa akilihutubia bunge na kuwahutubia Watanzania wote katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mambo ambayo mimi niliyanukuu kama kiongozi wa kiroho na wenzangu hapa, baba askofu na baba askofu hapa na mheshimiwa shehe na baba askofu pale. Mheshimiwa Waziri Mkuu alizungumzia uwajibikaji, utawala bora, usimamizi wa serikali, huduma bora kwa wananchi na matumizi sahihi ya fedha za umma. Katika kitabu cha Tito nimesoma sura ile ya 3 mstari wa kwanza na mstari wa 2, Biblia imeandikwa wakumbushe watu kunyenyekea kwa wenye uwezo na mamlaka. Watu wawe wanyenyekevu kwa wenye uwezo, kwa sababu taifa haliwezi kutegemea tu ajili ya serikali. Taifa linategemea pia hata kwa wawekezaji wenye uwezo na mamlaka, na kutii kwa kila kazi iliyo njema. Taifa hili libaki kuwa na utulivu, tunatakiwa kuheshimu mamlaka ya taifa la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini pia kuwaheshimu wenye uwezo, wawekezaji, na zaidi sana kuwaheshimu viongozi wetu wa kiroho katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuwatii. Tusiheshimu tu wenye uwezo serikali na wenye uwezo wa wawekezaji, alafu viongozi wa kiroho tukawachukulia kama vile waongeaji tu. Itakuwa sio jambo bora. Kwa hiyo ningependa hili jambo niliweke hapo sawa. Ndio kazi yetu sisi viongozi wa kiroho, ndio maana tumekusanyika hapa, kuonyesha utii kwa serikali yetu, utii na uheshima, na kuwapenda viongozi wenye mamlaka katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hili ni agizo la Biblia. Sisi kama viongozi wa kiroho Tanzania hatupashi kubishana, kupingana, kusuguana na wenye uwezo na mamlaka katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ni Biblia imetuagiza hivyo. Uwakumbushe, tunakumbushana kutii kwa wenye uwezo na mamlaka, na kuwashauri watu waelewe hizo ingredients za kiroho, ili mambo yaweze kunoga. Kuwakumbusha watu kwamba hotuba ya Mheshimiwa Waziri Mkuu, sisi kama maaskofu tunaipongeza. Uwajibikaji ni jambo ambalo ni very substantial. Viongozi wa taasisi mbalimbali za serikali kuwajibika bila kuangalia huyu mtu namfahamu au humfahamu, maadamu ni mtu anayetoka katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kuwajibika, tusiwahudumie Watanzania kwa ubaguzi. Mheshimiwa Waziri Mkuu alisisitiza sana hilo. Utawala bora. Utawala bora ni tukiwa sisi viongozi wa kiroho tunasikia mambo mengi huko duniani.
waumini kutulalamikia, waumini kulalamikia serikali. Lakini je, haya mambo yanayolalamikiwa ni ya ukweli? Uwajibikaji. Mwingine anakurupuka tu, ana mashetani yake kichwani yamempanda, anaweza kumlalamikia kiongozi wa kiroho au kumlalamikia kiongozi wa serikali. Lakini je, lazima tu calm down. Haya mambo tunayosikia huko nyuma ni ya ukweli? Tunaweza kufanya nini kuweza kubalance ili mambo yaweze kuwa very compensating? 3, usimamizi wa serikali. Hili ni jambo la mamlaka. 4, huduma bora kwa wananchi: maji, umeme, afya, elimu. Haya ni mambo ya msingi sana. Usimamizi huduma bora kwa wananchi. Hata waumini wanahitaji kupata huduma bora kanisani. Hata sisi raia tunahitaji kupata huduma bora serikalini. Yaani huduma zisiende tu kwa watu fulani kwamba zinakuja kwa bendera, kwa sababu mimi ni askofu, kwa baba askofu Allen Siso, kwa baba askofu, kwa mheshimiwa shehe hapa na kwa baba askofu. Huduma ziwe bora kwa raia. Kusimamia, sio tunakuletea barabara ya rami bwana, uko wapi mheshimiwa? Huduma bora kwa wananchi, sio huduma bora tu kwa viongozi. Iwe ni hospitalini, tunampongeza sana mheshimiwa waziri mkuu, matibabu na kadhalika yanavyofanyika hospitalini. Mimi nimeuguza sana pale hospitalini. Mke wangu alishawahi kupata shida kwenye uvimbe tumboni, alipata huduma bora, na sikujitambulisha kama ni askofu. Ziboreshwe basi, ziboreshwe kuliko kufika kwenye ofisi ya kiongozi. Nataka chumba, mwingine ana uwezo wa kulipia chumba mgonjwa wake atibiwe kwenye private room, unaambiwa ngoja tuulizie kwanza. Chumba kiko wazi, hakina mtu, unaulizia mtu ambaye hajafika, unataka kuweka, kuna mtu alishaweka appointment. Hicho kitu mheshimiwa waziri mkuu amesisitiza huduma bora kwa wananchi. Matumizi sahihi ya fedha. Hili ni jambo ambalo ni very substantial, very essential. Huduma bora na matumizi bora ya fedha. Jamani, hakuna mtu asiyotaka fedha. Hakuna mtu asiyotaka kutumia vizuri fedha. Hakuna mtu asiyotaka luxury. Lakini magari yanayonunuliwa, yanayosambazwa kwa viongozi wa serikali ni hitaji, ni takwa la Watanzania. Mheshimiwa waziri mkuu amesisitiza sana huduma, matumizi sahihi ya fedha. Ni sahihi huyu apate VAT ya milioni 400? Ni sahihi? Ni takwa la eneo hilo? Hawezi kupewa Noah, hawezi kupewa Rufadi. 400 ndio hitaji hilo, ni hitajio la Watanzania kwenye eneo hilo linalopelekwa gari la milioni 400. Kwa hiyo haya mambo ni muhimu sana, tuyazingatie, tuheshimu hotuba za viongozi. Sisi kama viongozi wa kiroho tumesimama hapa kupongeza hotuba ya mheshimiwa waziri mkuu. Mwenyezi Mungu ambariki. Lakini pia tunampongeza mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kumteua kijana mahiri mpambanaji kama Dr. Mwigulu Lameck Nchemba, kwa namna anavyoisaidia serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Amefanya kazi kubwa, anafanya kazi nzuri, tunapongeza, na Watanzania waipokee hivyo na wawe na amani na serikali yao. Mwisho, kama askofu kwenye sikukuu hii ya Pasaka, sikukuu muhimu ya kukumbuka kuzaliwa kwa Yesu Kristo na kuteswa na kufufuka kwake. Alipokuwa msalabani alisema, Baba uwasamehe hawajui walitendalo. Ninawaombea msamaha watu wote ambao yawezekana wameiumiza serikali yetu, waliokimbia nchi. Mheshimiwa Rais na serikali yake akumbuke hilo, kwamba sisi kama viongozi wa dini na viongozi wa kiroho tunamuomba, ikimpendeza, kama kuna watu walikimbia nchi ya Tanzania kwa sababu za kisiasa, awarehemu na kuwasamehe, warudi na kutumikia taifa lao. Na kama kuna watu walimuumiza Mheshimiwa Rais na serikali yake, wamefungwa, awasamehe na kuwarehemu
na kwa mamlaka yake anaweza kuelekeza chochote ili warudi na kuwatumikia Watanzania. Sisi kama viongozi wa kiroho tuko radhi na tuko tayari kumwona mtu yeyote na kumshauri endapo serikali itatupa idhini hiyo. Mungu wetu awabariki sana. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.